Baba wetu Askofu Joshua Kimuyu na viongozi wa kanisa, ndugu viongozi wenzangu, gavana wetu, CS, wabunge, MCS, ndugu wa Kristo, watu wa Kibraham, jambo. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Asanteni sana. Kwanza mimi nataka nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi hii tufike hapa leo katika ibada ya maombi katika kanisa letu la AIC hapa Kibera. Nataka niseme ya kwamba ni mara yangu ya kwanza kufika katika kanisa hii, na nimekuwa nikitamani sana kwa sababu ya historia ya kanisa hii, waanzilishi wa kanisa hii, marafiki zetu waliotutangulia, lakini sijapata nafasi ya kufika hapa. Leo ni historia ya kwamba Mungu ameniwezesha nifike hapa. Asante sana kwa kutukaribisha. Asante sana askofu kwa kutunenea neno la Mungu. Na kwenu waumini wa Kristo wa hapa, asanteni sana kwa kutukaribisha. Mimi nitasema kwa kifupi kwa sababu ndugu zangu hawa walionena mbele yangu wameongea kwa kirefu. Na vile wewe askofu ni kiongozi ya wale wachungaji na pastors, mimi pia ndio kiongozi ya hawa. Gavana, MCA, hii ni jeshi yangu pia. Na kama kuna mahali wamekosea, wakulaumiwa ni mimi, kwa sababu ndio timu yangu. Mimi nataka niwashukuru sana, na nimemshukuru Mungu zaidi kwa sababu ya vile nimeona bidii yenu katika kanisa hii. Na nimeona ni mahali ambapo ni pa bottom up. Nimeona watu wa hapa ni watu wa bottom up. Kwa sababu kiongozi wa kanisa amesema wakaaji wengi, washiriki wengi wa kanisa hii ni wakaaji wa hapa. Na mimi nawashukuru sana kwa sababu mimi niko na uhusiano na watu wa bottom up. Kwanza ningependa kusema ya kwamba kwa neno la Mungu ambalo tumesomewa, askofu ametuambia majira ndio haya. This is the time ya kujenga kanisa la Mungu. Na mimi nakubaliana 100% ya kwamba this is the time ya kujenga kanisa la Mungu hapa Kibera na sehemu zingine zote. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba hiyo kazi ya ujenzi wa kanisa la Mungu tutafanya kwa ushirikiano pamoja na wote ambao wako tayari tufanye kazi pamoja. Tukianzia kanisa hili lenu, nimepata kuambiwa ya kwamba pale nyuma iliharibika kwa sababu ya mambo ya post-election violence. Na tangu wakati huo haijajengwa vizuri. Mumekuwa mkikarabati sehemu baada ya nyingine. Lakini kwa sababu mimi nimefika hapa leo, mimi ni mwana AIC. Na kwa baraka ya Mungu mimi ndio kiongozi wa taifa hii. Basi hii kanisa sasa tutaifanya iwe mpya na tutashirikiana pamoja. So nitashirikiana na viongozi wenu, tukuje tuone ile kazi inahitajika hapa, na tutafanya kwa pamoja, na Mungu atatujalia kanisa hii iwe ni kanisa ambayo italeta baraka kwa watu wa sehemu hii ya Kibera. Sitaki kusema ya kwamba tutafanya namna gani, lakini tutafanya. Si ndio? So mimi nataka niseme
nimefurahi sana, and I will join the team that will help in the rebuilding of this church so that it can become a place of refuge and a place of hope for the people of Kibra. And since your member of parliament has said it, and all the leaders have said it, I will join in making sure that we rebuild this church. Vile vile mumenieleza ya kwamba hii barabara ya Fort Jesus ambayo inakuja mpaka hapa na kuelekea pale mbele inawasumbua mara nyingi, haipitiki. Pia hiyo barabara serikali ya Kenya tutawajengea. Na nimeambia waziri na nimeambia Director General Wakura ya kwamba nitarudi hapa baada ya miezi mitatu. Mimi nataka hiyo barabara iwe imekamilika, na Mungu atatujalia iwe hivyo. Nakumbuka nilienda kanisa ingine Catholic Church kule Soweto, na ile barabara nilitumia ilikuwa imeharibika sana, na ilikuwa nafikiri Novemba ama Oktoba mwaka uliopita, na niliwaeleza wakirudi kutoka Christmas watakuta hiyo barabara imetengenezeka ama imetengenezwa, na ilikuwa hivyo. So hata hii yenu, I will make sure that it is rebuilt and the road is made in such a manner that it can serve the people of this area. Vile mumeambiwa, sio barabara hii yenu peke yake. City yetu ya Nairobi tuko na mpango na city yetu. Nimeketi chini na governor na viongozi na wabunge wa sehemu hii, na tumesema hii city ya Nairobi, kwa sababu ndio sura ya Kenya, lazima tuiweke katika hali ambayo itatuletea heshima kama taifa. Ndio sababu tunajenga madarasa zaidi, watoto wa Nairobi hasa wale wanaishi katika vitongoji zetu wapate nafasi ya kusoma. Vile vile tumeongeza maji, tumekamilisha program ya Northern Collector Tunnel. Wakati wa uchaguzi I committed myself that we are going to make sure that we complete that project to add more water to Nairobi. We have now completed it. There is now more water to Nairobi. We are building more schools, more classrooms in Nairobi. I've given another 2.1 billion shillings to improve barabara za mji wetu wa Nairobi, na vile vile tuko na mradi mkubwa wa kusafisha Nairobi River. Pale tuko na vijana zaidi ya 20,000, tutawaongeza wafike 50,000 so that we can make the city of Nairobi look like a city. Isiwe ni mahali pachafu, isiwe ni mahali pa sewage. So we are also working on Nairobi River to clean it up. Isiwe ni sewage, iwe ni mahali ambapo maisha itakuwa ya sawasawa. Na vile vile niliwaeleza hii Nairobi City, 60% ya citizens wanaoishi katika Nairobi hii wanaishi katika slums, and it is not right. Na ndio sababu pia tumeweka mpango mkubwa wa affordable housing, social housing na zile manyumba zingine. Muliona juzi awamu yetu ya kwanza pale Mukuru, pia hapa Lang'ata na Kibra. Nilikuwa hapa juzi. In this area we are already developing 4,600 housing units. Awamu ya pili ambayo tayari nimeanzisha tuko na nyumba 15,000. Awamu ya tatu ambayo itaanza hivi karibuni, tulimaliza enumeration, actually tutamaliza by Monday enumeration ya wale wananchi ambao watatupatia mahali pa kujenga hizo manyumba. Tutakamilisha na tutaongeza nyumba zingine 10,000. Hii sehemu yenu hapa peke yake tutajenga nyumba 26,000 mpya, ambayo itapatia nafasi wananchi wa sehemu hii walioishi katika vitongoji ambazo hazifai waweze kuishi makao mazuri.
na ni commitment yangu kwamba we are going to transform not just the city of Nairobi, but our nation in Kenya. Nairobi kwa ujumla, we have already committed to build 60,000 housing units as phase 1, zikiwemo zenu hapa 26,000, and we will continue to work together. Mimi nataka tu niwahakikishie hii city yetu ya Nairobi, barabara nimewaambia vile tutajenga, mashule vile tunajenga madarasa mapya, maji vile tumeongeza mambo ya maji ambayo yanakuja katika Nairobi City, manyumba vile tunajenga na wananchi wa hapa wataishi katika makao yanayofaa, na vile vile matatizo ya stima ambayo saa zingine inatuletea mikasa ya moto, pia illegal connections. Mumesikia chairman wetu wa budget amesema tumeweka pesa ya kwanza milioni 500 ya kuhakikisha ya kwamba illegal connections tunaziondoa ambazo zinatuletea sisi mikasa, so that we have proper connections of power that do not result in unnecessary fires in the city of Nairobi. Kwa hivyo hiyo kazi tumeweka pesa sehemu hizo zote as part of lifting the city of Nairobi and making every citizen count in this city. Na ni katika program yetu ya kuinua Kenya hii na kuinua mji wetu. Mimi nataka tu niwahakikishie hivi. Mimi kama kiongozi wa taifa hii, kwa neema ya Mungu na kwa kura za wananchi wa taifa letu, mimi mission yangu ni mambo mawili ya muhimu. Jambo la kwanza ambalo ni la muhimu katika taifa letu la Kenya ni kuunganisha wananchi wote wa taifa letu la Kenya, kutoka jamii zote, kutoka mirengo zote, tuwaunganishe hata mbali na dini, ili tuwe na umoja, kwa sababu umoja ni nguvu. Na nafasi hiyo ya kuunganisha taifa letu la Kenya ni nafasi ya kipekee, and I am going to lead from the front in making sure that we have a nation that is united. It is not only constitutional. Katiba ya Kenya inaniamurisha kama rais kuunganisha watu wa taifa letu la Kenya na kuondoa ubaguzi wa aina yote. Na jambo la pili, ni vizuri na tutafanya bidii kuhakikisha kwamba tunawaunganisha wananchi wa taifa letu la Kenya. Ndio hata maana tumeweka serikali ya broad based, ya mapana na marefu, kuhakikisha kwamba wananchi wote wa Kenya kutoka sehemu zote wanajumuishwa katika serikali na uongozi wa Kenya, ili tuwapokonye nafasi wale wa chuki, hasira, kisirani, wanaotaka kutumia ukabila kugawanya wananchi wa Kenya, wasipate nafasi katika taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niseme hivi nikiwa hapa kanisani, it is not only constitutional for us and for me especially to unite the people of Kenya, it is also biblical. Neno la Mungu katika Zaburi 133 inasema mambo mawili ya muhimu. Ya kwanza inasema, how good and how pleasant it is for brethren to live together in unity. Alafu mstari wa 3 inasema, where there is unity, God commands a blessing. Yani nchi hii yetu tukiwa na umoja, Mungu ataamurisha baraka katika taifa letu la Kenya.
And that is why I am committed to the unity of this nation, so that God can command a blessing upon our nation. And we can walk together as citizens, brothers and sisters of one nation with a common destiny. Jambo la pili ambayo assignment mimi niko naye, because I told you I am a man on a mission. Number one, to unify the people of Kenya. Na jambo la pili ni transformation ya nchi hii. Transformation ya Kenya, askofu vile umesema, majira ndio haya, wakati ndio huu, nafasi ndio hii, miaka ndio haya ya transformation ya taifa letu la Kenya. Na kwa mapenzi ya Mungu, hiyo assignment Mungu amenipatia ya transformation ya Kenya haitachelewa tena. Transformation ya kilimo ituzalishie chakula, ituondolee njaa na itupatie mapato na kutuongezea exports. Transformation ya elimu, walimu wapatikane kwa wingi, mtoto wa Kenya hata mmoja asibaki nyuma. Tuhakikishe watoto wetu wanapata elimu, kwa sababu elimu inatupa usawa. Transformation ya mambo ya afya. Leo tuko na mpango ya SHA ambayo inafikia kila mmoja, kila Mkenya. Sasa inawezekana mtu wa Kibra hapa, mama ambaye hangekuwa na uwezo, kijana mzee ambaye hangekuwa na nafasi ya kuwa na bima ya afya, kwa SHA inawezekana kwa kila Mkenya. Na tumesema katika hiyo SHA wewe utalipa kulingana na uwezo wako, na yule ambaye huna uwezo tutakulipia kama serikali ya Kenya. Lakini kila mmoja wetu ataenda hospitalini, atatibiwa na ataenda nyumbani bila ya kuhangaishwa na bills ya hospitali. That is the commitment we are making, the transformation of our nation. Na vile vile masoko tujenge, nyumba tujenge, county aggregation and industrial parks tujenge, special economic zones tujenge, ili tuweze kuzalisha ajira, tuweze kuwa na exports, tuzalishe utajiri, ndio tuondoe umaskini katika taifa letu la Kenya. That is my mission, and that is what I am asking all of us. Tushirikiane. Transformation is not easy, but it is necessary, it is desirable, it is what we must achieve. Na mimi nashukuru viongozi wote waliokubali ya kwamba tushirikiane na tufanye kazi kwa pamoja, ndio tuweze kubadilisha nchi yetu iwe ni mahali ambapo sote tunajivunia kama wananchi wa taifa hii. Kwa muda mrefu wachache wamejivunia, wengi wamevumilia. It is time for all of us to know that lifting those who are down so that we can pursue equity is not injustice to those who have. Let us work together. Tushirikiane pamoja katika kazi hiyo. Na kwa hivyo mimi nimefurahi sana kufika hapa. Asanteni sana kwa kutuombea sisi tulio na nafasi ya kuongoza ama nafasi ya uongozi, kutoka MCS wetu, wabunge, sote ndio tuwe na umoja, Kenya hii iweze kwenda mbele. Hapa mlipata msiba juzi, jana kwa mkia jana, na nasema poleni sana kwa wenzenu wa kijiji hii mliowapoteza. Tutapitia huko tuseme pole zetu na kuwahakikishia ya kwamba msaada wa serikali utakuwa kamili. Tulikuwa na shida kule Kamkunji, tulikuwa na shida Mathare, tukaongea na Mheshimiwa Oluoch, tukaongeza Mheshimiwa Yusuf, na huyu waziri ako na amri ya kutosha kuhakikisha kwamba kila Mkenya anashughulikiwa mahali alipo. Na
kwa sababu naona ni mtu wako na urefu wa kiasi, hawezi kupata kutizama kwamba kila mahali imefikiwa. Kwa hivyo asanteni sana, nimefurahi sana kufika hapa AIC Kibera. Poleni nimechelewa, ningekuwa nimefika hapa mapema, lakini I think God's timing is the best. So tumefika hapa. Ndugu yangu Sakaja, asante sana kwa kushughulika na kwaya na wale wengine wote, na kwa sababu mimi ni rafiki yako na mimi ndio mtu wako, si ndio? Na mimi ni supporter wa huyu mjamaa so naona uniform si mbaya sana, lakini we can make it better. We can have another we can have another pair of uniform. So wale wanaongoza kwaya hiyo na kwaya ingine hapo ya wale nini hiyo na kwaya ya worship, praise and worship. So takupatia shilingi milioni 1 ufanye wanunulia uniform, another pair of uniform for these good people, so that you can continue to shine. Si ndio? Ndio muendelee kumsifu Mungu kwa nyimbo na kuwaleta walio mbali karibu. So otherwise mimi nasema asante sana, nimefurahi kufika hapa. Mambo yale mengine yote tutasidi na kushirikiana na viongozi wetu wa hapa Nairobi, na taifa letu la Kenya is a blessed nation. I just want to tell you, this is a great nation. It is a blessed nation, and I am confident this country is going places. Na kwa ushirikiano, kwa pamoja, kwa kufanya kazi, kwa kuelewana, na sote tutafaulu tukiwa pamoja. Asanteni sana kwa yale mnayofanya, asanteni kwa kuombea taifa letu la Kenya, na musijali na wale ambao wanaongea maneno mengi. Makelele yale yanaendelea hayajaanza sasa. Hata kule wakati Nehemia alikuwa anajenga Jericho, kulikuwa na watu wa makelele kama hawa. Walikuwa wanasema hii ukuta mnajenga hii haiwezi kufanyika. Hata mbweha akirukia tu itaanguka. Ndio mmekuwa mkisikia wakiongea. So don't worry about those people. Let us not waste time focusing on people who have no plan, who have no agenda, and who have no vision. Let us focus, and I want to ask the people of Kenya, the leaders of Kenya, let us focus on the transformation of Kenya. It is happening. Our agriculture is being transformed. Our economy is undergoing transformation. Our education is undergoing transformation. Our health is undergoing transformation. Let us focus on that transformation, because that is what will determine a destiny that befits all of us. Let us ignore the naysayers. Let us ignore those who have nothing to offer to us except insults, name-calling, and ethnicity. Let us focus on the future of the nation. And I am confident about the future of Kenya. Kenya is a great nation. Nobody should tell you anything less. Kwa hivyo asanteni sana, mubarikiwe sana, na nitarudi hapa tena. God bless you.